Majina yangu naitwa Rongino Wilibadi, ni diwani wa kata ya Chanika, lakini mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Karagwe. Tumetembelea shule ya sekondari Ndama. Uripoti wa watoto ni mdogo sana, takriban asilimia kama 20 tu ndio watoto wameripoti kwa kidato cha kwanza. Wazazi wengine hata joining instructions hawajazifuata mashuleni, na pia tumekuta hali si nzuri. Watoto wanapochelewa tayari wanaweka mwanya wa wengine kuanza vipindi na wengine kuanza wakiwa wamechelewa, na namna ya kurikava huku nyuma kwamba wote waende kwa pamoja inakuwa ngumu. Walimu anaanza kufundisha tena upya huku na wengine wamesharipoti. Rai yangu ni waombe wazazi kusubiri serikali mpaka ije ikusukume kwa kukamata kupeleka mtoto shule kwa nguvu, haipendezi. Kwa hiyo ni kuombe mimi kama mwenyekiti anayeongoza halmashauri kwa niaba ya wananchi wa wilaya Karagwe, tuwaombe kwa niaba ya madiwani, na madiwani nadhani katika kata zao watakwenda kuhamasisha haya. Ni waombe sana wazazi, usizae mtoto ukamfananisha na nguruwe. Hata nguruwe anayekwenda kufungwa kwenye kamba kumalishoni anakwenda kubadilishwa mazingira. Hata mbuzi unazaa mtoto aumpeleki shule, unazaa mtoto mpaka usukumwe, unazaa mtoto mpaka mtendaji akukamata kumpeleka shule. Ni waombe wazazi, wiki hii kufikia Ijumaa watoto wote wameripoti shuleni ili wasiachane na wenzao, masomo yaanze kwa pamoja. Na kwa sasa vipindi vimeishaanza, tumeingia madarasani, tumeona wengine wameanza, wewe hujamleta mtoto wako. Na tumekubaliana katika halmashauri ya wilaya Karagwe, wote wanaonisikia walimu, haitapendeza unaanzisha michango. Sisi tumesema mtoto apate daftari, apate kalamu na vitu vya muhimu. Hata kama mzazi hajajipea, kwa sababu mazao yao mengine hayajakomaa kama mahindi, maharage na mambo mengine, mtoto apokelewe hata kama atakuwa na uniform ya darasa la 7 aliyomalizia. Kwa hiyo mwalimu yoyote ambaye atakwenda kinyume na hapo, anaanzisha michango mbalimbali, halmashauri ya wilaya Karagwe kupitia mkuu wa wilaya wetu jembe letu haikubaliani na hayo. Kwa hiyo watendaji wote, walimu wote ambao wanafundisha au wanasimamia elimu ya sekondari, tumelisemea hili kwa nguvu zote. Sisi ndio wawakilishi wa wananchi. Leo nimekuja na makamu mwenyekiti wa halmashauri hapa, tumekubaliana hili, wazazi wawapeleke watoto shule. Changamoto zingine za uniform, zingine sijui hana michango mbalimbali, lazima mtoto apokelewe. Sisi tuendelee kudaiana na michango ambayo tumekubaliana na wazazi, na wazazi wao wameikubali hiyo michango, ije baadaye taratibu. Mimi naitwa Adriani Rwechungura Kobushoke, ni diwani wa kata ya Rugu, lakini pia makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Karagwe. Mimi nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza nyinyi ambao umeambatana na sisi katika ziara hii ya uhimizaji wa mambo mbalimbali yanayohusiana hasa na elimu kwa kipindi hiki cha mwezi Januari. Watangazaji, mimi umeniuliza swala la lishe. Mimi binafsi ninaona ni shida kubwa sana, kwa sababu tukizungumza mahudhurio ya watoto shuleni, wengine kwanza ni wadogo, ukienda msingi pale bado wanahitaji chakula. Kwa hiyo ukimpeleka mtoto shule, hatuhitaji kutumia nguvu mtu kumwelimisha juu ya jambo hili, kwamba umepeleka mtoto shule na ni mtoto mdogo. Saa nyingine ikija kufika muda wa saa 4 mtoto alishasikia njaa na ameanza usingizi. Usitegemee matokeo mazuri, usitegemee matarajio yoyote utakayoyapata mazuri kutokana na hiyo hali ya njaa. Kwa hiyo ndio maana sisi tumefurahishwa na mkakati wa shule tulikotembelea pale primary, kwamba hata sekondari, kwamba kwa sasa sio kipindi cha mavuno ya mahindi. Wamekubaliana kwamba unaleta kidogo ambacho mtoto kitamsukuma afike kipindi cha kuvuna, kusudi chakula kile. Maana yake ni mkataba sasa kati ya wazazi pamoja na shule zetu, kusudi watoto wetu wasikae tu bila kupata uji. Wakipata uji, mimi nadhani hata wengine unawamotisha sana watoto wakimbie kuja shule. Lakini mtoto akilala njaa mara 2, mwingine utakuta njiani amelala. Kwa hiyo tunahimiza wananchi wetu wa wilaya Karagwe, elimu lazima iende na lishe. Na semi mbalimbali tulizikuta mtu ni afya. Bila kuwa na afya njema usitegemee kuwa na matokeo mazuri shuleni na ufuatiliaji. Kwa hiyo walimu wanatimiza wajibu wao, na wazazi lazima tutimize wajibu wa kuhakikisha watoto wamepata lishe nzuri ya chakula shuleni. Kale kauji kanakopita kana saidi. Kimsingi tafsiri yetu ndiyo shida, kwamba kile chakula ambacho angekula asubuhi nyumbani unakihamisha sasa unakipeleka shuleni. Kwa ndicho tunategemea kwamba wazazi wetu watuelewe, na kama tunahitaji kuijenga Karagwe yetu nzuri, kama tunahitaji kuzijenga familia zetu nzuri kesho,
lazima watoto tuwatimizie mahitaji hasa ya chakula na mahitaji mengine ya watoto kusoma. Naitwa Mwalimu Ashura Dauda Mkabazi, mwalimu mkuu shule ya msingi Ndama. Nimepata ugeni wa mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya Karagwe pamoja na makamu wake na wengine aliokuwa wameambatana nao. Walifuatilia swala zima la uandikishaji wa wanafunzi darasa la awali na darasa la kwanza. Nashukuru Mungu, mwitikio ni mzuri. Wanafunzi walioripoti darasani ni 120 darasa la kwanza, na darasa la awali ni 86 na tayari wameshaanza masomo, wanaendelea kama kawaida. Wanafunzi waliopangiwa hapa kwetu ni wanafunzi 193. Lakini mpaka sasa wanafunzi tulionao walioripoti ni wanafunzi 54 ndio waliofika. Japo kwa rekodi za leo tulikuwa tunaendelea kupokea. Wamefika 54. Kwa hiyo bado wanafunzi karibu 100 na kitu hawajafika. Na kitu ambacho kinashangaza ni kwamba wazazi sasa hivi ndo unaona kwamba baada ya msukumo unaona kwamba ndo wanaanza kukimbizana sasa kuja kutafuta fomu. Wengine fomu zipo hawajaje kuchukua fomu. Kwa hiyo sasa tunajiuliza ni sababu kuu ya kutokuweza kuandaa watoto wao mapema ni nini, hatujaelewa. Kwa hiyo sasa ndo majina yamepelekwa, maafisa elimu kata wamepeleka huko vijijini na watendaji kwa maana ya kwenda kuhamasisha tuone kama idadi itaongezeka.